wakati wanaingia katibu mkuu wa wizara Gerson Msigwa alizungumza kwamba tunaamini kikao kitakuwa na amani na tutaenda kuzungumza vitu vizuri kwa ajili ya kuhakikisha tunakidhi mahitaji ya Watanzania kwenye kile kilichotokea. Kwa hiyo Mangungu alipozungumza it's okay kwa upande wake, labda ni tekniki yake tu ya kuzungumza na media, lakini akisema hakikuwa kinahusu dabi sio sawa. Sio kweli. Anadanganya umma. Kuna kitu ambacho hapo Mangungu alikizungumza. Alipokizungumza alisema kwamba mchezo utachezwa. Ina maana wakati anaendelea kuulizwa aligusia pia kwa namna moja ama nyingine swala la dabi kwamba mchezo utafanyaje? Utachezwa. Kitu ambacho kidogo pia kinaleta mshtuko. Wewe umetoka kwenye kikao unazungumza kwamba sisi hatujazungumzia dabi kabisa, then unakuja na tayari kama vile una maamuzi kwamba mchezo utafanyaje? Utachezwa, kwamba ukifuata kanuni ambavyo zinazungumza sijui kanuni it mean, yani kwa namna ambavyo alikuwa anakupa ile picha anavyozungumza kwamba kanuni sijui ni moja, inakuonesha kabisa kwamba kuna namna ambavyo kilizungumzwa kitu kinachohusiana na kikao tena kwenye kanuni. Ndio maana yeye point yake inakazia pale kwamba ukitazama kanuni haiwezi ukasimamia tu na kanuni moja. Alitoa kauli hapa akasema huwezi ukasimama na kauli moja wakati kuna kanuni zaidi ya 54. Mambo ya tembo. Mambo ya tembo yakaja hapo. Akikupa hiyo picha unaona kabisa kwamba kuna eneo ambalo wenyewe wamelishikilia kama Simba. Yaani kuna kodi pale ameitoa aidha bila kufahamu kwamba kuna eneo ambalo wamelishikilia. Aidha wenyewe wana vifungu 2 mpaka 3 mpaka 4 vinavyowagadi kwenye kile ambacho anakizungumza, lakini ukija kwa upande wa pili labda wenyewe wana kanuni hiyo moja kulingana na point yake ya msingi. Anapojumlishia anasema huwezi kuzuia bodi ya ligi kuahirisha mechi, kanuni na waruhusu kuahirisha muda wote. Kwa hiyo ndio maana nakwambia ilikuwa ni tekniki tu zake za kuzungumza na media, lakini anajua kinachoendelea na ni basi tu ameamua tu kutuyeisha. Na naona Simba ni muda mrefu sasa, yani toka mwanzoni walipoanza hawazungumzii kuhusiana na dabi, yani kama wamejengua wamekaa pembeni hivi. Unajua kwa sababu hana fault yoyote. Yani Simba mechi imeahirishwa na wenye mpira. Sasa nazungumza nini? Kazi yake ni kwenda tu kusikia wito alioitiwa basi. Kwa hiyo hakuna sehemu ambayo unaweza kumlimit kwamba Simba ni lazima aseme kuhusu dabi. Sababu yeye hana shida na dabi. Yeye ameshasema kwamba yupo tayari mechi ichezwe. Na mechi haikuchezwa, si ndio? Msimamo wa Simba upo wazi. Na msimamo huo yeye hajauathiri kwa namna yoyote, wala hajawa sababu ya kuathirika kwa msimamo huo kwa namna yoyote. Kwa hiyo hakuna sehemu yoyote ambayo Simba anaweza kaa anaingia moja kwa moja kwenye kesi. Zaidi ya yeye tu labda kwenda kwa nini ile taarifa kwa umma ilitoka labda kabla ya mechi yenyewe ama kabla ya mamlaka kuja kusema. Hicho ndio kitu pekee ambacho labda Simba wanaweza kawa wanaenda kwamba alitengeneza taharuki. Probably kwa sababu mtu wa kwanza kutoa taarifa kwamba hata shiriki mchezo alikuwa ni Simba, si ndio? Hicho ndio kitu pekee ambacho labda kinaweza kaa kinampeleka kwenye kikao. Sio kosa kikanuni. Shikilia hapo tunarejea. Shikilia hapo. Naitwa Furaha. Watu wengi hupenda kuniita Mama Agi. Ni mkazi wa Morogoro. Naitumia sana Airtel Money. Mimi ni mfanyabiashara wa mboga na matunda. Kupitia biashara hii naweza kuisaidia familia yangu na pia naendelea kuikuza kidogo kidogo. Naamini hapo baadaye itakuwa kubwa sana. Airtel Money imekuwa sehemu ya maisha yangu. Naitumia kununua muda wa maongezi, kutuma pesa nyumbani, hata nikienda kujumua mzigo wangu nalipa kwa Airtel Money. Ndio maana napata super bonus ya kutosha tu ambayo naitumia kununua ruku nyumbani kwangu. Hakika Jiboost super bonus kutoka Airtel inatuinua pakubwa sana. Cha kufanya, nunua bando, tuma pesa Airtel kwa Airtel, nunua luku, lipia pay TV au fanya malipo ya serikali. Vigezo na masharti kuzingatiwa. Airtel, a reason to imagine. Airtel, a reason to imagine ndio ambao wanatufungia kampa tena ya kwanza, na sasa ni kampa tena ya pili ambayo inakuja na taarifa kuhusiana na dabi, na tunaendelea pale tulipoishia. Mshua ndio mtu ambaye anatupa jukumu la kuweza kuendeleza sehemu nyingine ya kampa tena kuweza kukupa kile ambacho mwanamichezo unastahili kukipata, na bila shaka ni muda wa kwenda kutoa hela. Yes, kutoka kwa Mshua. Na tiketi ya kushinda gari. Sasa wakati mimi natoa washindi hapa, tulisema Upete tunaishia alipozungumza Lugendo kwamba haipo Simba haja nini kikanuni. Hajakosea kikanuni. Kwenye utoaji wa taarifa Simba hajakosea kikanuni kwa mujibu wa Peter Lugendo kiungo Kashata. Anzia hapo ya kwamba
yeye alitoa taarifa, si ndio? Lakini kikanuni yeye hana haki ya kuahirisha mchezo. Kwa tafsiri yake ni kwamba ile taarifa aliyoitoa Simba ya kwamba hawatoshiriki mchezo kikanuni haina mamlaka ya kuahirisha ule mchezo. Tafsiri yake ni kwamba kama bodi ya ligi wasingeona kuna sababu ya kuahirisha ule mchezo, walikuwa na kila sababu ya kupeleka watendaji wote, makamishna, waamuzi, kisha Yanga wakaenda uwanjani wakasubiri kwa hizo dakika zinazotakiwa kusubiriwa kikanuni. Baada ya hapo wakasema Simba akaadhibiwa kutokana na kuja kwenye mchezo. Kwa maana yake ni kwamba wao kutoa ile taarifa sio garanti ya mechi kuhairishwa, kwa sababu kikanuni hakuna klabu ambayo ina mamlaka ya kuahirisha mechi. Yani taarifa Simba kutoa taarifa mechi ni Simba kutoa taarifa haikuwa tatizo. Namaanisha kwamba huenda inaweza kuwa ni tatizo kutengeneza taharuki, lakini sio sababu ya 100% kwa sababu hawana mamlaka kuahirisha mechi. Wao ni kama nani waahirisha mechi? Labda ni question. Unadhani kama Simba wasingeandika vile tungeshuhudia ile mbanga ile kuja kujitokeza baada ya pale? Lakini yani kama bodi ya ligi wangeailisha moja kwa moja wao wenyewe. Yani kwa mfano Simba asingeandika chochote. Sababu ile taarifa zimetoka saa 7 usiku sijui saa 8. Kwa mfano Simba asingeandika chochote. Akafaili tu kimya kupeleka bodi ya ligi. Unadhani mpaka asubuhi kungekuwa na ile taharuki? Aha. Au ile taharuki nafikiri ilisababishwa na nini? Mimi binafsi nachokiona kilichotokea kwa wakati ule. Simba kuna eneo ambalo alikosea. Ambapo alikosea ni wapi? Simba ana haki ya kulalamika kwa mambo yote aliyomkuta, lakini hana haki ya kugomea mchezo. Sasa sijui ina maana Simba alikuwa na uwezo ndo naweka sawa. Yani mimi nimepigwa. Nina haki ya kulalamika lakini sio kugomea mchezo. Ila sina haki ya kuendelea kufanya hicho kitu. Yani mfano mimi nilikuwa nacheza mpira. Ndio. Nikapigwa nikaumizwa. Ngoja niweke sawa. Unaenda sikiliza, nikiweka sawa ni kwamba Simba alikuwa na uwezo wa kuona kwamba kuna tatizo ambalo limemkuta. Kuenda kuzungumza na TFF moja kwa moja. Si ndio, bila sijui nini sichezi mechi kwamba bwana 1 2 3 nimeshindwa kufanya mazoezi kwa sababu hii 1 na 2 na 3 kuelekea mchezo unaofuata. Then wao bodi ya ligi wangekuja na jibu moja kwa moja kwamba ni kitu ambacho anakuja kitanabaisha. Lakini Simba taarifa yao ni kwamba walikuja na kama wameshajipa mamlaka kwamba sisi hatujafanya mazoezi na yes of course hatuendi kucheza mchezo, which that is a mistake. Yani kwamba sasa wamejipa jukumu ambalo sio lao. Jukumu la kuamua kama wanakwenda kwenye mechi au wakwendi kwenye mechi lilikuwa linabaki kwenye bodi ya ligi. Kwa hiyo ule mkanganyiko waliouleta na bodi ya ligi wakajikanyaga, obviously bodi ya ligi wakajikanyaga kwa sababu baada ya bodi ya ligi kuahirisha ule mchezo wakawa wamewaweka Simba kwenye nini, kwenye shield. Wamewalinda Simba. Baada ya kuwalinda Simba pamoja na Simba wameshasema sisi hatuendi, na bodi ya ligi wakaise tukiahirisha mchezo kwamba labda ikisogea mbele tutazungumza yatafanyaje, yatakwisha. Bad enough na upande wa pili hawajawa tayari kufanyaje kulipokea hili jambo. Ndio hii sasa saga unayoona inaendelea mpaka hivi sasa. Upete ngoja kwanza. Ngoja kwanza Upete ni Gift si tupo kwenye familia moja. Mimi na wewe tunapika ugali na mboga. Mimi napika ugali, wewe unapika mboga. Ikatokea umepika mboga, alafu ikatokea bahati mbaya au nzuri mboga zikaingia mchanga. Mimi nikaenda kulamika kwa mzazi kwamba mzazi, mimi sitokula chakula hiki kwa sababu mboga alizopika Gifti ndio amezichafua. Lutengano kuna context. Umeshaielewa hapo? Lutengano kuna context tofauti. Kweli kuna namna immediately tunapima madhara ya kinachotokea. Yani ukiweka mchanga maana kunasababisha appendix, si ndio? Kidole tumbo. Ambayo madhara yake tutakuja kuyaona familia nzima. Kwa sababu huyu akiumwa tutamgharamia. Gharama ni za kwetu. Hata hawa shirikisho zima la mpira limeleta madhara, tunaathirika wote huku. Tunaathirika kivipi? Tunaathirika kwa sababu hao wakianza kufikishana mpaka kasi ni majambo mengine haya. Yaani Lutengano kuna before, kuna after. Lile swala si post match. Ni match preview. Ni kabla ya mechi, si ndio? Tukisha zungumzia pre-match. Aliyekuwa, ndio maana nikauliza swali langu kwamba kama tunakubaliana kwamba ile taarifa iliyotolewa na Simba ilikuwa na mchango pia kwenye kile kilichotokea kwa 100%. Sijui ushanifahamu.
ndicho hicho swali langu lilikuwa hapo. Na Gift amejibu vizuri tu. Amejieleza vizuri sana. Mimi swali langu la msingi lilikuwa ni hilo. Je, Simba kwa nini ameitwa kwenye kikao? Ni kwa sababu ya ile taarifa tu. Yaani ndio sempe kama unapata argument ya kwa nini Simba kaitwa kwenye kikao, kwa sababu yeye hausiki na kitu kingine chochote. Aliahirisha mchezo, sio Simba. Sogeze gunzi vizuri hapo kwa sababu kuna sehemu sikupati ukinaongea. Aliahirisha mchezo, sio Simba. Lakini yeye kupitia taarifa yake ina sababu nyingi pia ambazo zilikuwa zinaweza zikaanza kujadiliwa kuelekea kwenye hichi kitu, si ndio? Ndio maana yeye kaitwa kama sehemu ya watu ambao walikuwa wanahusika. Kwa nini hajaitwa match commissioner? Kwa nini hajaitwa sijui nani? Submit report yake imeisha. Alisha submit report yake, si ndio? Na yule anafanya kazi chini ya mwamvuli wa bodi ya ligi. Kwa hiyo bodi ya ligi kwenye majibu yao pia maana yake watatumia ile report ya match commissioner, si ndio? Na walikuwa wanafanya uchunguzi. Lakini pande ambazo zinahusika na mgogoro, yani mgogoro wa msingi upo wapi? Upo kwa Yanga na bodi ya ligi, si ndio? Simba anakuja kama third party tu ambaye yeye uhusika wake kwanza alikuwa mhusika mmoja wapo wa mechi. Cha pili, yeye ndo alikuwa mtu wa kwanza kutoa taarifa kwamba hatacheza mchezo huo kabla ya mtu mwingine yoyote. Kwa hiyo ndio sababu Simba amejumuishwa kwenye kikao. Lakini kinyume na hapo hakuna sehemu nyingine ambayo ungemwona Simba anaingia kwenye kikao, kwa sababu ilikuwa ni swala tu la kwamba jamani, ilikuwaje mechi kaahirishwa, bodi ya ligi ungetoa majibu yao. Kwa kanuni zilizotumia ni hizi na hizi, sababu zilikuwa ni hizi na hizi. Kwa nini mnasema hamtacheza tena mechi? Ilikuwa ni sababu hizi na hizi na hizi za wao wanavyoona. Alafu baada ya hapo ilikuwa ni okay, tunamalizaje tunatatua vipi Lakini sasa Simba utakachoulizwa kwamba sasa ilikuwaje tena ukatoa taarifa ya kuahirisha mchezo kabla bodi kabla bodi hawajasema. Sababu wewe kikanuni Simba angeweza kutoa ile taarifa na bodi wakaendelea na procedures zao kama kawaida. Kama Ahali tu alivyofanya. Unatoa taarifa, sichezi na watu wanaendelea na taratibu zao za mchezo. Yaani wewe taarifa yako haiwezi kutufanya sisi tusifanye kazi yetu. Lakini sasa ukishaona imekuja na impact, yani taarifa ile ikaja na maelekeo yanayofanana na kile kilicho requestiwa kwenye ile taarifa, maana yake kuna namna pia na wewe umechangia kwenye hilo. Na Simba ili bomu wamelitengeneza kwa akili. Shikilia hapo. Simba wametengeneza bomu kwa akili. Peter Lugendo, yani kaka umeshaamua tena. Sasa hazipo, umethibitisha. Unajua kwa sababu gani? Thibitishaji wa bodi ya ligi Gift Choni unasema sasa huko umeenda mbali. Unajua nani kuweka sawa ni kwamba matokeo yoyote hayatamwathiri Simba. Matokeo yoyote ni ngumu kumwathiri Simba. Nisiseme hayatamwathiri, ni ngumu kumwathiri Simba, hasa kwa sababu aliyetoa taarifa rasmi ya kuahirisha mchezo sio Simba. Simba yeye kakaa pembeni tu. Anasoma game mnapoendelea pale, anakuangalieni. Ndio maana Mangungu na hadi Jeuri anakuambia kwamba sisi hatukuja kwenye kikao cha nani cha dabi, tumekuja kwenye kikao cha maendeleo. Yaani hiyo Jeuri unafikiri anaitoa wapi? Sana najua kabisa hamna madhara hapo. Kwa hiyo yeye kwake it's just an enjoyment. Nothing to grant. Anaitwa Pedro Samueli amezungumza hivyo. Lakini Dickson Kwembe anasema Simba wana akili sana upete, waambie vizuri. Sawa, nakushukuru. Prosper Jesse anasema kabla bodi hawajairisha Yanga walikwisha onya kwamba hawatakuwa tayari kucheza mechi nyingine. Ameandika hivyo huyo Prosper Jesse. Sawa tuna ile iliyosema watu hatuchezi. Kwamba hakuna klabu ambayo imepewa mamlaka kuahirisha mchezo. Kwa hiyo maana yake kama bodi wangesema hakuna sababu ya kuahirisha mchezo, mchezo ulipaswa kuchezwa, na kama usingechezwa ambaye hajafika uwanjani ndo alipaswa wadili naye. Sawa. Mohamed Habas anasema Simba wameogopa kushuka daraja japo hawana sheria yoyote, wangekula nyingi. Bodi ya ligi Simba wote ni pamoja. Mohamed Habas ameandika ujumbe wake hivyo. Lakini Petro Samuel ujumbe wake nimeshakwisha kusoma. Nimeona ujumbe pia wa kwake Boaz Mashinga Shingwa anasema Habiba nendeni mkacheze viishe. Haya, anawaambia watu wa Simba wacheze, watu wa Yanga kwa sababu ameona Habiba hapa juu ameandika bodi ya ligi
walianza na sisi Yanga ndio tunamaliza dabi, afu ameandika hatuchezi kama 100. Hatuchezi kama 100 zimeandikwa hapa. Sasa hii kwa mujibu wa sauti ya Mpili. Hatuchezi. Hivi bodi ya ligi ile ilikuwa mechi ipi? hivi Ile dabi ile ya 2021. Hatuchezi. na hilo neno wao analitumia mwaka 2021 walitumia kule Nigeria Port Harcourt dhidi ya Rivers. Haji Manara sasa. hivi bodi eti ndugu zangu Kaseke Hatuchezi wallahi. Hatuchezi. wachezi hivi ndugu zangu Eh. hivi wakati mwingine bodi ya ligi wao wakiahirisha mchezo huwa kuna haja ya watu kukaa kuamua lini mechi itachezwa au bodi ya ligi wenyewe wao wanaamua kwamba mechi Sasa itachezwa? inategemeana hiyo mechi kwa ile scenario zinatofautiana. Kwa mfano Nafikiri Yanga wao msimu uliopita kuna mchezo wao ulihairishwa, alikuwa anakwenda na JKT Tanzania. Scenario ndio hicho. Tumeshafika hadi uwanjani. Nikwambia uwanja ulikuwa na mvua imenyesha, tukarudi kesho yake wakasema unachezwa kesi tofauti sasa. What do you see? Uwanja hauruhusu mpira kucheza. Mtacheza mbinguni. FIFA wanatambua hiyo kitu. Na kanuni hata za ndani zinasema muamuzi ataamua unadundisha mpira pale unalia tu hapa naishia pale chini. Utacheza nini? Lakini ukija kwenye mazingira ya scenario iliyotokezea ni tofauti kabisa kwa 100% kama ambavyo unapenda kusema. Kwa sababu hakukuwa na kitu chochote ambacho kilikuwa ni cha kutuhalalishia mwanzoni kwamba huu mchezo kwa nini usicheze. Yaani kwenye mazingira ya mpira ilikuwa ni ngumu mechi kutokuchezwa. Lakini kwenye mazingira ya utawala na usimamizi wa mpira kwao haikuwa sahihi mechi kuchezwa. Ndio maana wakaahirisha kwa kutumia references za usimamizi wa mpira na sio references za kiwanja. Sababu wewe kutokufanya mazoezi siku ya mwisho haijawahi kuwa sababu ya kutocheza mchezo wa siku husika. Tumeona nani juzi Angola dhidi ya Libya hawajafanya mazoezi kwenye mechi yao ya mwisho, lakini mchezo walienda kucheza kama kawaida. Ni mara chache sana zinatokea scenario za namna hiyo za kuvunjika mechi, labda kama kuna extra torture kama iliyotokea kwa Nigeria dhidi ya Libya na ukalisho uwanja airport zaidi ya masaa 11. It's very reasonable. Masaa 11 airport bado watu hawajaenda nani kupumzika, hujawapa huduma yoyote ambayo inatakikana na wapakia kwenye nani kwenye daladala. It's very reasonable. Lakini kushindwa tu kufanya mazoezi haijawahi kuwa sababu ya kwanza ya kuahirisha mechi duniani. Kwa hiyo kwa sababu za kiutawala ambazo bodi ya ligi waliona zinafaa, kwa sababu zao ambazo walizipitia na marejeo ya kanuni wakaona kwamba inafaa mechi kuweza kusogezwa mbele. Lakini nini ambacho kimepelekea hiki tunachokiona? Ni kwa sababu upande mmoja ambao wanatakiwa kushiriki mchezo hawajaridhishwa na sababu zilizopelekea kuahirisha mchezo. Shanifahamu. Lakini upande wa pili ambao ndo ulikuwa kwenye sehemu ambayo ya kwanza kutoa taarifa, wao walikuwa tayari mchezo uweze kusogezwa mbele mpaka baadhi ya mambo yatakavyorekebishwa. Na niliona taarifa ya Crescentus Magori akisema hawatacheza mchezo mwingine wowote mpaka pale mtu atakapoadhibiwa. Sijui kama hiyo itaendelea kusimamiwa ama la. Sijui wamecheza au wanamaanisha za ligi. Baada ya maamuzi kutoka. Kwa hiyo ni ligi wanasubiri ligi. Yaani baada ya maamuzi kutoka. Yaani ndo wanasubiri maamuzi yakitoka. Kwa sababu alithibitisha kwamba kama mtu hataadhibiwa, ina maana wanasubiri mtu aadhibiwe. Kwa hiyo ikitokea mimi nilisikia nasema hadi kampeni hawataenda. Alisema hivi? Alisema wapi? Kwa sababu hiyo nyingine aliandika kabisa. Nakumbuka. Nilisomeka. Alisema wapi? Hiyo balaa. Tafuta maneno. Haya. Ila ngoja. Subiri. Sasa imekwisha. Wanacheza pesa ndo balaa. Suluhu itakayoponya majeraha. Watafute suluhu itakayoponya watu wote ambao wanahisi kwamba hawakutendewa haki. Na wapenda. Kwenye suluhu kuna ugumu wake. Hapo lazima tuongee kidogo kwa utaratibu. Kwenye suluhu kuna ugumu wake. Lakini kwenye ugumu huo kuna nyakati ambazo inabidi ukubali kuchutama. Kama mvutano ukiendelea kuwa hivi, anayebaki kutoa maamuzi ni bodi ya ligi.
maamuzi yake yamekaa kwenye pande mbili. Kama anaamini alikuwa sahihi kwenye kuahirisha kwake mchezo, basi atumie kanuni hizo hizo ambazo alizitumia kuahirisha mchezo, atoe sababu zilizonyooka kwa sababu ya kuahirisha mchezo, then aweze kupanga mchezo kwa wakati mwingine bila adhabu yoyote. Hapo sasa swala litabaki, kama yeye ndiye aliahirisha mchezo na akiona sababu za kuahirisha mchezo zina sababu ya kumwadhibu mtu, anaweza akamwadhibu mtu. Yaani hapo ndo maana nasema inabidi achukue maamuzi magumu. Sasa hayo ni ya kwanza ambaye ni magumu kwa ujumla wa mpira wa miguu, lakini anaweza yakawa marahisi kwake kwa namna moja ama nyingine. Kama anaona aliahirisha mchezo kimakosa, kwa sababu uwezekano upo kuahirisha mchezo kimakosa akiwa ana imani ya kwamba kwa sababu Simba ameshatoa taarifa ya kwamba hachezi mchezo, kuna ile imani ya kwamba nikiuahirisha nikausogeza mbele labda watakuja kuelewa. Bad enough upande wa pili haujakubaliana na hilo swala, akazunguka we akaona bana mimi mchezo huu niliuahirisha kimakosa, kuna haja ya kukubali kwamba bana hapa nimefanyaje, nimekosea. Na ukikubali kukosea, sasa hapo kama utaamua kuwasikiliza ambao walikuomba kwamba kama umekosea uachie ngazi, sasa hapo inabaki kwako. Kwa sababu unaweza ukafanya hivyo upande wa pili akaona okay, yes, hao walikosea, wamekubali na jambo, na wanaweza wakakubali kucheza mchezo unaofuata. Kwa hiyo kuna mawili hapo, swala zima limekaa kwenye kuahirisha mchezo. Kwa hiyo bodi ya ligi wao ndo wanaweza wakatazama, tuliuahirisha kimakosa, tutafanya nini, na kama hatukuuahirisha kimakosa tufanye nini kinachofuata. Unajua ukienda na kanuni zilizonyooka na hivi vikao ambavyo vimeanza, mimi naamini kuna upande utaona yes, hapa kweli sisi tulifanyaje, tuliteleza. Basi tunakubali mchezo unaweza ukachezwa. Lakini ikiendelea kuwa na mvutano huu, hamkubali kutoa majibu ya kwamba kwa nini mmeahirisha mchezo moja kwa moja, hamkubali kusema kwamba mlikosea, mkakaa kuvutana hivi, ili sakata ndo litakuwa linaanza sasa na mpira wetu wa miguu tukaupeleka pasipo stahili. Hili swala linaleta ugumu maamuzi pia. Miongoni mwa vinavyochochea ugumu wa kufanyika maamuzi ya jambo hili pia ni pamoja na kwamba jambo ni kama vile limeanzia kwa wananchi kuja kwa bodi. Kivipi? Yaani kwamba Simba walianza kutengeneza taharuki kabla bodi haijareact. Kwa hiyo ikaanza kutengeneza mstuko na ile hali ule upepo wa kuanza kujua bodi itaamua nini mapema. Kwa hiyo ikawaamsha na upande mwingine. Kwa watu walivyokuja kufanya maamuzi, ule upande mwingine tayari na wenyewe ulikuwa umeshaamua na wenyewe kuchukua maamuzi ambayo na wenyewe pia amekuja moja kwa moja kwa wananchi. Wakatangaza pia nao kwamba kama itahairishwa tutacheza tena siku nyingine. Kwa hiyo hata ilivyokuja kuwa imehairishwa, imeshatengeneza tempa kubwa sana ambayo maamuzi yote yakifanyika yakagundulika yana walakini wowote, yanaweza kutengeneza mwanya wa ugumu wa uendeshaji wa ligi. Lakini mwisho wa siku kauli aliyosema Choni natamani nisiitie doa kwamba kama kanuni zilitumika ipasavyo na wakaona ya kwamba ilikuwa ni sahihi, basi washikilie umo kwenye kanuni, wafanya hayo maamuzi. Najua ugumu unakuja kwa sababu ya brand ya hizi teams, ukubwa wake ulivyo na mchango wake kwenye maendeleo ya soka. Kwa hiyo kuna muda watu wanaona tukiapply kanuni hapa sasa hivi itakuwaje tena, mambo yataenda vipi? Lakini mwisho wa siku kama kanuni zinazozungumza vipi, kwa sababu mimi mwanzoni sasa ndio nilisema ninaona kama vile Simba waliucheza mchezo wao kwa akili kubwa, kwa sababu moja ambayo niliona kwamba sababu ambazo zilipelekea kuahirishwa kwa mechi ni zaidi ya kunyimwa nafasi ya kufanya mazoezi, kwa sababu moja tu ya msingi. Tutakuja kurejea kiungo Kashata Peteli Piele.